Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika channel yako pendwa kabisa ya hapa nazungumzia si wengine bali ni Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Wananchi Young Africans ni kana kwamba wamepania, unaweza kutumia kauli hiyo kulingana na kile ambacho wanachoendelea kuweza kukifanya katika usajili huu. Ni kama vile wamewafunga midomo wapinzani wao kulingana na sajili ambazo zinazoendelea kuweza kushushwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kulingana na kile ambacho kilichopo. Na Young Africans wametangaza kwamba pamoja na mabalaa yote ambao wameweza kuyashusha kwenye kikosi chao, lakini bado usajili haujafungwa. Kuna mchezaji mmoja ambaye ni tishio ambaye wanakwenda kumshusha, na mimi nikaona sio vyema nikusogezee taarifa hii uweze kujua ni mchezaji gani huyo ambaye anashushwa kwenye kikosi cha Young Africans, anatokea wapi, amesaini mkataba miaka mingapi, ofa yake ilikuwa ni kiasi gani, mshahara wake. Hayo yote na mengine mengi utakwenda kuyapata katika taarifa hii ambayo imesheheni taarifa rukuki za kikosi cha klabu ya soka Young Africans kuhusiana na taarifa yao juu ya usajili mpya ambao unaoendelea kuweza kufanywa kwenye kikosi cha Young Africans. Ni dhahiri shahiri ya kwamba Young Africans wamedhamiria dhahiri kwamba wanahitaji kuweza kufanya mabaraa na mapinduzi mazito kweli kweli kwenye kikosi chao. Huu unakuwa ni mwendelezo wa wananchi Young Africans katika kuhakikisha kwamba wanafanikisha azma yao ya kuendelea kuweza kulitawala soka la Tanzania. Sasa mimi nimekusogezea taarifa hiyo kuhusiana na usajili huo. Ni nani huyo? Ni huyu hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu wakati wowote. Pindi ambapo taarifa zetu zinakuwa zinakufikia, basi unakuwa na uhakika wa kuweza kupata taarifa zetu wakati wowote. Subscribe na kisha bonyeze alama ya kengele. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans kama unadhani kwamba wamefikia mwisho wa kile ambacho kinachoitwa usajili, basi juu ya kwamba unatakiwa kufahamu kwamba bado usajili kwa upande wao unaendelea. Kuna chuma kimoja ambacho kinakwenda kushushwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kulingana na wao walivyoweza kuweka hadharani mambo yao, ambapo rais wa klabu ya soka ya Young Africans Engineer Hersi Said amefunguka sababu zilizofanya uongozi wa klabu hiyo kufanya usajili mkubwa na wa kishindo kuelekea msimu mpya wa 2026-27, huku akitoa taarifa mpya itakayowasisimua wanachama na mashabiki na wananchi wote, ambapo Hersi amebainisha kuwa kabla ya dirisha la usajili kufungwa rasmi, Yanga itamtambulisha mchezaji mmoja zaidi ili kukamilisha safu yao ya ushindani. Somo ambapo unaambiwa kwamba kuhusu maandalizi ya msimu huu, Hersi alisema uzoefu na changamoto walizopitia msimu uliopita ziliwapa somo kubwa, jambo lilowapa msukumo wa kufanya maboresho makubwa kwenye kikosi ili kuwa na ushindani wa kweli katika kila nafasi. Alikiri kuwa licha ya kuhudhuria mechi mbalimbali za timu hiyo, mara nyingi hakuwa na amani kutokana na mapungufu yaliyokuwa yakionekana uwanjani. Anasema ya kwamba tumefanya usajili mkubwa sana msimu huu kwa sababu hatutaki kurudi makosa yaliyotokea msimu uliopita. Nilikuwa naenda kuangalia mechi zetu, lakini sikuwa na amani kabisa. Safari hii tumefanya maandalizi ya kutosha kuhakikisha timu inakuwa imara, yenye uwezo wa kushindana katika kiwango cha juu. Akiwatoa hofu mashabiki wa Yanga, Hersi amesisitiza kuwa shughuli ya usajili bado haijakamilika kwa 100%. Upande wao kuna ingizo jipya linalosubiriwa kutambulishwa muda wote kuanzia sasa kabla ya siku ya mwisho ya usajili, ambapo
Young Africans wanaonekana kuwa na nguvu zaidi. Katika hatua nyingine, rais alieleza mafanikio makubwa ambayo uongozi wake umeyapata katika kipindi cha miaka 4 iliyopita kwenye ligi kuu ya Tanzania bara na mashindano mengine, ambapo mechi za ligi kuu ni 120, ushindi ni 101, sare 12, kupoteza 7 peke yake, pointi 315 zilizokusanywa. Mabao, Yanga imefunga mabao 286 na kuruhusu mabao 51 pekee, tofauti ya mabao 235. Mataji, makombe 16 ya ndani na nje ya nchi, ikiwemo mataji 4 mfululizo ya ligi kuu Tanzania bara, sehemu ya rekodi ya kutoa ubingwa mara 5 mfululizo kwenye kile ambacho Young Africans ambacho wameendelea kuweza kukifanya katika yale ambayo yapo katika kikosi chao. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo klabu ya soka Young Africans wameendelea kuweza kujijengea kikosi ambacho ni imara na chenye upambanaji wa kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho kinawezekana, ambacho inaelezwa kwamba tayari mambo yanaonekana kuwa ni mazito kwelikweli kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambapo taarifa inaeleza kwamba sakata la usajili wa kiungo mchezeshaji mahiri wa Azam FC Faisal Feitoto limechukua sura mpya na kusisimua baada ya mabosi wa Young Africans kuamua kuingia uwanjani kwa kishindo ili kupata saini yake. Taarifa za ndani kutoka chanzo cha kuaminika zinaeleza kuwa uongozi wa Young Africans umechora ramani ya mwisho na kutenga kiasi cha shilingi bilioni 1 ili kumng'oa mchezaji huyo katika kikosi cha Manzi ambao ni Azam FC Simba, ambapo Young Africans wanaamini kuwa Faisal ndiye aliyokesekana katika safu yao ya kiungo ili kuimarisha kikosi kinachosubiriwa na kocha mpya kuelekea msimu mpya, ambapo pamoja na matamanio makubwa ya Young Africans na kiasi hicho kikubwa cha fedha kilichotengwa, bado kuna kizingiti cha kimkataba, ambapo Faisal ana mkataba unaoendelea na Azam ambao bado haujavunjwa, jambo linalofanya mazungumzo ya rasmi kufuata taratibu zote za kisheria na kimkataba katika klabu hizo mbili. Safari hii Young Africans wamezamilia kwa vitendo, wako tayari kutoa kiasi shilingi bilioni 1 kumpata Feitoto, lakini kinachosubiriwa ni makubaliano ya mwisho na Azam FC kuhusiana na mkataba wake binafsi. Kilieleza chanzo hicho, endapo usajili huu utafanikiwa kukamilika, utakuwa ni mmoja wa usajili wa kihistoria na wa gharama kubwa zaidi nchini. Mashabiki wa soka nchini Tanzania hivi sasa wako kwenye tahadhari kubwa kuona kama safari hii Faisal ataweza kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanalipwa kiasi kirefu kwenye kikosi cha hapa nazungumzia kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kwa mara nyingine tena, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa kabisa wa kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Mambo yanaendelea kuwa mazuri kweli kweli kwenye kikosi chao, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa ambao unaendelea kuweza kupatikana kwenye kikosi cha hapa nazungumzia Young Africans, na kazi kubwa ambayo inafanywa ni kuhakikisha kwamba mambo yanaendelea. Lakini Ali Kamwe leo ameweza kuweka taarifa, anasema kwamba meneja habari na mawasiliano wa Yanga Ali Kamwe, baada ya kuwasili Kahama asubuhi ya leo, amesema leo tutamtambulisha mchezaji mmoja na yupo mchezaji mwingine, tukimtambulisha mtatafutana. Kuna timu inafanya mazoezi na mchezaji wetu ikizani ni wa kwao. Unaona bana, mambo ndio yako hivyo huko ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa ambao unaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans. Yanga ni kama wamejipanga kuhakikisha kwamba wanakwenda kukibomoa kikosi cha timu pinzani kwa kile ambacho kinaonekana kwa sasa. Mimi nimekusogezea taarifa hii, utakwenda kujua mwanzo mwisho kile kinachoendelea. Wewe weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Umepokeaje taarifa hii kubwa kuhusiana hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans? Endelea kuwa na sisi kwa taarifa zingine.